Lakini pia kitu kingine cha kukishughulikia kwenye huu mfumuko wa bei, hakikisha pia unashughulikia eneo la kuto kuzingatia taarifa negative. Katika nyakati kama hizi, taarifa zinakuwa ni nyingi sana, na taarifa nyingi zinakuwa ni taarifa negative, lakini sio positive. Na maanisha taarifa zinazobomoa, taarifa zinazoogopesha, taarifa zinazovunja moyo, taarifa zinazokatisha tamaa ni nyingi kwa sasa kuliko taarifa zinazofariji. Kwa hakikisha unajiepusha na kusikiliza taarifa zinazokuogopesha. Kuna watu wanasema, sijui kama tutatoboa, sijui kama tutafika wapi, yaani kwa kweli, yaani mwaka huu tutakufa na njaa. Usisikilize watu wa hivyo. Kumbuka, hata bei ipande kiasi gani haibadilishi uzuri wa Mungu kwenye maisha yetu. Hata vitu vipande bei kiasi gani haibadilishi ukubwa wa Mungu kwenye maisha yetu. Si kama unanielewa, Mkristo mwenzangu. Lakini pia eneo jingine la kushughulikia, hakikisha pia umeshughulikia eneo la matumizi yako ya fedha. Shughulikia eneo la matumizi yako ya fedha ili uende sambamba na hii vita ya kiuchumi ya sasa. Shughulikia eneo lako la matumizi ya fedha. Kuna watu wana matumizi ya fedha mabaya, wana matumizi ya fedha ya kufoji. Badilisha matumizi yako. Usijizuie kutumia fedha, tumia, ila tumia kwa nidhamu. Tumia kwa nidhamu. Usitumie fedha kwa hasara. Kumbuka, nauli zimepanda bei, mchele umepanda bei, mafuta ya kupikia yamepanda bei, mafuta ya nishati yamepanda bei, kila kitu kimeongezeka bei. Kwa tumia fedha kwa nidhamu ili usikwame kwenye maeneo fulani fulani. Lakini pia eneo jingine la kushughulikia ni eneo la bajeti. Kuna watu wanaishi bila bajeti, wao wakipata hela wanatumia tu. Hakikisha pia umepanga bajeti. Kama we ni kiongozi wa familia, panga bajeti ya familia yako. Ujue familia yangu kwa mwezi inatumia kiasi gani, kwa wiki inatumia kiasi gani. Kama we ni kiongozi wa taasisi, panga bajeti ya taasisi yako. Ujue taasisi yangu inatumia matumizi kiasi gani. Kama we ni kiongozi wa ngazi ya taifa, panga bajeti ya sekta yako unayoisimamia ili ujue sekta yangu inatumia kiasi gani. Kwa nini nakueleza namna hii? Ni ili uwe na uhakika wa kile unachokitumia, uwe na uhakika wa kile unachokipata. Ukishindwa kuwa na bajeti, utajikuta hela uliokuwa unayo unategemea isafiri na wewe mwezi huu mpaka mwezi huu imeisha katikati. Na hela inapoisha katikati, ndio utaingia kwenye wimbi la kujikuta ghafla unaanza kupata msongo wa mawazo na kujisababishia matatizo ya kiafya kama presha na vidonda vya tumbo na kukosa hata usingizi wakati wa usiku. Lakini pia eneo jingine la kushughulikia, eneo lingine la kushughulikia ni kwamba hakikisha pia unakuwa mwaminifu kwa watu wako uliowaajiri au unaofanya nao kazi. Kwa sababu kwenye nyakati kama hizi, kiongozi anayeongoza taasisi au mtu mwenye mamlaka anaposhindwa kuhandle hii pressure ya uchumi wa sasa, atajikuta anashindwa kulipa mishahara wafanyakazi wake. Na hata kuna baadhi ya watu mnafanya kazi kwenye taasisi ambazo mpaka sasa hawajawalipa mishahara, na wanasema ghafla vitu vimebadilika bei, hatukuwa tumejiandaa. Kwa kampuni imeyumba kiuchumi, shule imeyumba kiuchumi, taasisi imeyumba kiuchumi. Kwa mishahara ghafla inachelewa au haiji kwa wakati, au wengine mnaanza kupewa kidogo kidogo. Nisikilize vizuri, hakikisha hauyumbishwi na ile eneo. Kama unafanya kazi kwenye taasisi ya namna hiyo, hebu anza kuombea eneo la maamuzi ya bosi wako ili asije akawayumbisha kiuchumi. Lakini pia na nyie ambao ni viongozi, msije mkayumbishwa na huu upepo mkajikuta mnaanza kuwalalia watu wenu. Unasema kwenye mfuko au kwenye akiba ya taasisi kuna milioni kadhaa, kama nikisema niwape na vitu vimepanda bei, sitakosa hela ya kuendeshea taasisi. Unaanza kuwalalia wafanyakazi wako. Kamwe usifanye namna hiyo. Lakini pia eneo la mwisho la kuzingatia, hakikisha haupotezi
hofu ya Mungu. Eneo la mwisho la kuzingatia, hakikisha haupotezi hofu ya Mungu. Moja ya maeneo ambayo yanawaumiza watu wengi ni kukosa hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu inakusaidia kuutunza uwepo wa Mungu kwenye moyo wako. Unapoutunza uwepo wa Mungu kwenye moyo wako, hiyo hata uchumi unapoendelea kubadilika, vitu vinavyoendelea kupanda bei, mabadiliko yanapoendelea kutokea, wewe unaendelea kuwa na Mungu wako. Na Biblia inaongea vizuri sana, fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa ukiwa na hofu ya Mungu, Mungu ana njia nyingi za kuwalisha watu. Mungu ana njia nyingi za kuwashibisha watu. Akikuona unakuwa mwaminifu katika kusali, kwenda kanisani, kutoa sadaka, haujabadilika katika kumwamini, hata kama uchumi vitu vinapanda bei, yeye haachi kukubariki, haachi kukufungulia milango. Na ndio maana mtu wa Mungu, nimalizie kwa kusema Mungu ni mkubwa kuliko hizi nyakati za sasa ambazo vitu vingi vimepanda bei. Hata bei ya mafuta ikaongezeka kiasi gani, isikusaulishe kwamba tunaye Mungu ambaye ni mkubwa kuliko bei ya mafuta iliyokuwa kubwa. Mungu ni mkubwa kuliko bei ya mafuta. Kristo mwenzangu ulioko hapa, Mungu ana majibu juu ya maswali magumu ulionayo juu ya uchumi wa nchi yako, uchumi wa familia yako, uchumi wa ofisi unayofanya kazi. Mungu ana majibu ya hayo maswali. Kwa nini unajiumiza kwa kujihoji we mwenyewe na usipeleke mbele za Mungu kwenye maombi? Chukua maswali yako, chukua wasiwasi wako, chukua fadhaa zako, tenga muda wa maombi binafsi. Kwenye maombi yako binafsi, msemeshe Mungu,